Bwana Godi, umewaona watani wako jana? So nimewaona wao tu. Nimeliona na chama langu. Na pale ndio chama langu msimu huu tangu limetengenezwa. Ndio mechi ya kwanza ya kiushindani tunacheza, unajua. Yaani ndio mechi ya kwanza. Zingine zote tulikuwa tunacheza mechi za kawaida. Wenzetu walishaanza kupata match fitness kwenye mashindano kule Rwanda ambako walialikwa, wakaiona timu, wakawa na utafuta muunganiko mpaka kufikia jana. Yaani unavyoona pale ndio level ya mwisho ya timu yao. Lakini sisi ndio mechi ya kwanza ya kiushindani tumeipata. Ukiacha ile ambayo ya wiki ya Mwananchi ambayo sababu unaweza kufanya 11 kwa 11, 12 kwa 12, lakini jana ndo unaweza kufanya sababu 5 na zikawa mwisho wake. Lakini all in all tumeiona chama letu, wata player ambao wamesajiliwa na wachezaji wazuri ambao wanaweza kutugea mafanikio makubwa sana. Kila ukiangalia katika maingizo mapya hakuna mchezaji ambaye amewakwaza mashabiki. Wachezaji wote walikuwa wanacheza vizuri, wamepata performance kali. Ukiangalia wale kina Kangwanda ambao walivyokuwa na attempt mashambulizi yake, angalia follows kwa anapiga, angalia kona. Yani last season tulikuwa na hiyo changamoto ya mipira iliyokufa, mipira ya kona, mipira ya faulo ilikuwa haina mpigaji mzuri. Yani ukiacha Alan Okello ambapo alikuwa anapiga faulo, lakini bado tulikuwa tupati ile mipira ambayo ni hatarishi zaidi. Kwa hiyo unaona Kangwanda kuna kitu kaja kakiongeza kwenye timu. Ukimwangalia Peter Shalulile, kasi imeongezeka kwenye eneo la kushambulia. Ukumbuke bado tunacheza na Simba ambao washapata fitness, lakini namna ambavyo walivyokuwa anafanya mashambulizi kwa kasi ilikuwa ni kitu kizuri ukiona kutoka kwa Peter Shalulile na chance ambazo alikuwa anaweza kufunga kwa mabao. Mechi ya jana, yani ukitizama unaiona future ya Yanga kimataifa. Yani inaonekana kabisa kwamba Yanga kimataifa msimu watu watakuwa na kazi kubwa sana kwa zuia Young Africans. Wachezaji watatu ambao wamekuvutia zaidi katika timu yako katika mchezo wa jana? Wachezaji watatu ambao wamenivutia zaidi, wa kwanza ni huyo Kangwanda. Nimependa hizo movement za anavyozifanya, slow but sure. Yani hana haraka, na muda ambao anaamua kukimbia anakimbia. Muda ambao anaamua ku drive team taratibu, ana drive team. Anaweza kupiga pasi kwenye njia, anaweza kupiga mipira iliyokufa, anaweza kupiga kona, hizo dead ball zote anapiga vizuri. Wa kwanza. Wa pili aliyenivutia Peter Shalulile. Lakini Shalulile amenipa kitu kikubwa sana. Nimeiona idara yangu ushambulia na yaona mabao 26 ligi kuu. Na walikuwa wanambeza. Peter Shalulile amenivutia. Watatu na wa mwisho nimependa sana namna ambavyo Max na Duke Abuya wanavyoendelea kulinda viwango vyao. What performance. Yani kuna Max, Duke Abuya na fullback yetu wa kulia yao kwa Siotola. Yani wameweza kutunza viwango vyao. Una enjoy. Nadhani mtu ambaye anaweza akaboresha zaidi tukaenjoy msimu ni Shadrack Boka Medemedi. Kuna kitu nimekiona ndani yake. Jana Boka kuna kitu nimekiona ambacho nadhani ndio lilikuwa lengo mama la yeye kusajiliwa ndani ya Yanga. Hatukukiona. Alibasa hajatembea babangu. Alikuwa anakaba mpaka kivuli. Achana na mwanamume Shadrack Boka. Yaani kamfanya Libase kuonekana ni chobwedo. Yaani Libase kaonekana kama chobwedo. Wallahi nakwambia. Jana quality ya Libase haikuonekana kwa sababu Boka alifanya Libase kuwa chobwedo. Mbavu anagonga, akichukua mpira anatembea. Jana Boka yeye ndo anashine kwenye upande, anapiga pasi, anaenda anatia cross. Hivi Boka ana assist bao kwenye upande ambao anamkaba Libase kweli. Shadrack Boka. Lakini watu wa mpira tunzeni heshima. Mchezaji kama Shadrack Boka akikosea ndo watu huwa wana crash. Lakini akicheza kwenye top performance kama alifanya jana, apewe sifa zake. Wapeni watu sifa zao, wapeni watu heshima yao. Boka jana kaubonda. Dakika 27 mlionekana kama mmekata moto na mmezidiwa, baadaye mkaja kuchange na mkaja kuwa vizuri. Pengine kwa dakika zile sehemu gani ambazo walikuwa wanaona zina lose? Mimi kwangu naamini kwanza Simba wana tabia hiyo. Dakika 15 za kwanza mpaka dakika 20 huwa wanapenda kumplace mtu. Wanakuja wanakupigia mwingi. Baada ya hapo kama mnaanza kuweka boli chini mnacheza, mna enjoy. Sio dhidi ya Yanga. Wanaweza kufanya hivyo kwa kila timu. Wanaweza kucheza na Namungo, wanaweza kucheza na Kagera, hata wanaoenda kucheza nao ligi kuu mechi ya kwanza. Kama wanaweza kuvumilia dakika 20 wasifungwe na Simba, wanao uwezo wa kushinda mechi au kupata sare. Dakika 20 za kwanza za Simba ndio zinatumia nguvu sana. Lakini baada ya hapo huwa ni wakati. Simba wana timu mbovu sana Sheikh. Mimi nikisema nikuchambulie Simba ni wabovu.
kwa sababu huwezi kuwa na fullback ya kulia kama Duchu, mwenzako ana yao international player, umeelewa? Mwenzako anaboka huko una Mligo sio nini Kibabage sio nini, yani unaona kabisa kuna utofauti, yani mbingu na ardhi, sio, umeelewa? Nenda pale katikati, angalia kiungo ya Duke na kina Kagoma, yani unaona kabisa tumewaacha mbali. Ni vile tu kuna kale kaubishani ka asili, kalikobaki ni kaubishani ka asili ka Simba na Yanga, lakini kwenye ubishani wa quality hata wao wanaiheshimu timu yetu na wanakubali kwamba Yanga wana quality, na wanapocheza na sisi wanajua wanaenda kufungwa, ila wanatamani idadi ya mabao iwe chache wabishane, au waende wakabishanie kwamba leo wamejipapatua, wamepata sare au wameshinda. Wakati tupo Geita ulimuonya Duchu, kaambia Duchu huyo iache hii kazi. Kumbe ulikuwepo Shilombo hiyo. Nilimwambia Duchu kazi hiyo uiwezi. Huyo Kangwanda ni hatari. Achana nayo, asikusakizie, mwambie Kapombe arudi afanye kazi yake mwenyewe. Shomari Kapombe kakimbia, ule Kangwanda jana alikuwa anapiga mbili mwenye mguni. Ona mwana kawaida Kangwanda ni hatari. Na walikuwa wanambeza kama MVP ni Zambia na na hapa atafunga sana. Kwa mimi ninavyoona boli lake ataskosa, mtulivu sana jamaa na maarifa makubwa sana kichwa. Bodi jana ukiacha vita ya dabi ya Kariakoo, kulikuwa na vita ya makocha pale. Bwana, mwalimu wa Simba anajitutumua kujionyesha kwamba ni mwalimu bora, lakini kama unamfuatilia yule mwalimu ana mapungufu mengi sana. Mimi nakwambia na yule mwalimu na wasiwasi anaweza stoboy amalizi mwaka. Kwa nini? Hali Christmas. Yule kocha Simba? Christmas hali. Mimi nipo hapa. Licha ya msimu uliopita kumpamba sana. Shekhe, nisikilize mimi naongea. Kwa namna ambavyo anafanya sabu. Ndio. Yule Christmas hali. Jana muhimili wa Simba ulikuwa ni Libase Gay. Kwa sababu Simba alikuwa anacheza low block chini. Wanaisubiria Yanga waishambulie kwa counter attack. Kwenye counter attack mtu ambaye alikuwa na good dribbling alikuwa ni Libase Gay. Mtu ambaye anaweza kusema ni second mwenye good dribbling alikuwa ni Innocent Aura. Baada ya hapo unategemea kumuona Chama ndio akiwa anafanya hizo movement za hizo pasi laini kwenda kwa watu. Sababu yake ya kwanza anaenda kumtoa Chama na Libase Gay. Huyo mwalimu anabakije? Kwa watu wa mpira. Kwa watu wa mpira mwalimu anabakije? Yaani yule mwalimu Christmas hali. Akaenda kwani anaingia Sheikh Tule. We acha. So hivyo tu. Yaani alikuwa na muda ulimuona Boka ndani na Shabalala ndani, watu wanajiuliza inachezwa nini hapa. Huyo mwalimu wa mpira alibadilika kutoka 4-3-3 akabadilika akaenda kwenye 3-5-2. Bana, hizo information umezitolea wapi wewe? Nakwambia mimi si mtu wa boli, mimi mambo hayo mimi nikitaka kukuletea ushabiki na kuletea ushabiki. Hapo ndio kuletea mambo ya kamkumbe. Mbona unasimama, lakini nikwambia vitu vya boli. Sisi tulibadilika kutoka kwenye 4-3-3 tukaenda kwenye 3-5-2. Juu alikuwa Peter Sharulile akawepo na Sheikh Tule. Na kuna hapa ndani watu wamejaa tu. Hapa ndani watu kuna muda Shashamani alitanua hiyo kwenye ile 4-3-3 ndio Shashamani alitanua. Lakini kwenye baada ya kuingia Zimbwe Boka akaingia ndani wakanasema beki watatu. Ibrahim Baka, Shadrack Boka na Bakari Nondo. Umeelewa? Alafu yao akawa wanacheza kama wing back. Ndio maana kwa mwana wao alikuwa anatembea mpaka kwa Simba mpaka mwisho. Na Boka alikuwa anatembea mpaka kwa Simba mpaka mwisho. Oya, hiyo ilikuwa hatari. Mbona kama ligi mnaimaliza mapema sana? Yanga bingwa kwenye mechi zinawezekana kama sio 10-15. Bwana, kuelekea katika kuanza kwa ligi na katika duru la kwanza, mtani wako unatamani mkutana naye mapema zaidi? Mimi nawaambia bodi ya ligi na hili ni onyo nalitoa ndani ya bodi ya ligi. Mwaka jana mmetuhanisi mechi yetu na Simba ya raundi ya kwanza haikuchezwa mpaka Simba kaja kusajili dirisha dogo Kenaula, wakawa wamepata aueni ya kuja kucheza na sisi. Onyo bodi ya ligi, hailisheni mechi zote msimu, lakini sio dabi ya Kariakoo. Tunaomba tukutane na Simba hivi hivi walivyo. Hili ni onyo nalitoa. Msije mkaja kuona Yanga Afrika wakorofi. Hailisheni mechi zote, sio dabi ya Kariakoo. Sasa hivi mnaitamani mwenyekiti wa bodi ya ligi, mwenyekiti wa bodi ya ligi na ratiba zako, chekecha mechi, lakini sio Simba na Yanga. Iache mechi ichezwe, ailisha mechi nyingine. Kama kuna uwezekano naona kuna mechi sijui katika ratiba zenu za CAF na FIFA, ailisheni mechi zingine, sio dabi ya Kariakoo. Sisi Simba lazima tucheze naye kabla ya dirisha la kuja kusajili.
Wamesema hawajamaliza usajili, wana big surprise. Kama wana big surprise wamalize sasa hivi. Ili tukutane kabisa kabla tujaendelea. Ile timu hata ukamtia Faisali sio peke yake. Kamchukue Faisali, tia na watu wengine wawili. Ile timu bado haijakaa level. Hata Faisali timu haina international material kwenye fullback zote. Wale wanawezaje kubadilika kaka? Hawezi. Yaani wale wabovu kwa sababu hawajua timu ile wana winga 7 international. Mpanzu wana Aula, wana Libase, wana yule bwege yule mwingine wa Jeruti nani? Ino Luemba. Umeelewa? Wana yule kama Budu Mutale yule nani anaitwa yule Msauzi alioingia. Achana na Maema. Kuna huyo kama Msauzi huyo ambaye Kalesto. Alafu kuna Neo Maema. Angalia hao watu nakutajia mpaka sasa hivi wako 6. Na bado kuna mmoja wa 7 yani wote ni mawinga. Kwenye wachezaji 12 wa kimataifa wanaenda kutafuta mawinga 7. Udadaliki bwana, akili kweli au viongozi hapa. Hivi kwa nini usibalance ukapata mawinga 4 au 3? Tafuta mawinga wako 4 au 3. Jaza steka zako 2, tafuta ubobo wa nyuma huko. Jaza watu. Unaambiwa tafuta international. Haya, ushakuwa na mawinga 7. Una goalkeeper international wa 8. Si unabakiza nafasi 3 tu. Ili timiza 12 ambao unaweka Rushaini, sababu utaweka na ule kiungo wao walomleta mpya na center forward mwingine. Na center forward yule mwingine nani? Wamemaliza. Uwezi ukawa na timu bora babu hivyo. Yaani uwezi. Hasa wale wewe waacha. Wao wanajali mbele kuliko nyuma. Simba wanajali kama na kumuongeza Azizi. Wakati sisi tunasema daima mbele, nyuma mwiko wanasema wanajali mbele kuliko nyuma. Wewe waache. Azizi anaingizana. Shekhe, sisi tumebalance, timu imebalance. Kama tutapata wawili, namba 10 ni wawili. Mawinga ni wawili. Masteka ni wawili. Hivi wewe Simba steka international ndio yule kamkumbe. Si umemwona yule kamkumbe. Wanasema alikuwa scorer alipotoka. Miwili si mitatu. Jana touch. No shot on target. Kudadadeki. This is Young Africans. Wajeuri kweli. Njoeni mnye sasa. Majua kunya nye. Njoeni munye. Mnawaita. Tumewaalika. Njoeni mjisaidie. Wangeshinda mngekoma pale Jangwani. Tunakunya pale. Haya waje sasa. Yanga hii hapa. Na bado. Ubingwa wa 6 na 7 upo. Na wa 8 upo na wa 9 upo. Kuna dabi tena. Dabi itaendelea kuwepo. Tumeona Crystal Palace na Chelsea ni dabi. Maisha yanaendelea tu. Ni bwana fresh.